Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Sheikh Said Muhammad Mtonda ambaye ndio Sheikh wa wilaya ya Kibaha hii. Alhamdulillah, shughuli zangu ni Kibaha mji na Kibaha vijijini. Nina kata 28. Kibaha mjini kata 14 na Kibaha vijijini kata 14. Kwa hakika leo tupo katika tukio kubwa sana, tukio la kihistoria, tukio la maafari juu ya walimu wa madrasa. Alhamdulillah, tulikuwa na kozi ya miezi 6 tangu mwezi wa 4 mpaka huu mwezi wa 9 leo. Tukiingia ndani ya mwezi wa 10 tarehe 2 tunahitimisha jambo letu kwa furaha na amani. Lakini kubwa ambalo tumelipata sisi kama wanafunzi, alhamdulillah, tulikuwa tumeingia katika masuala ya thakafa, lakini mbali ya hivyo watu wengi walifaidika hata katika ujasiriamali. Ujasiriamali maana yake ikiwemo ufugaji wa kuku wa kienyeji. Kwa hakika mimi binafsi katika furaha yangu ambayo nimeipata kwenye upande wa ufugaji wa kuku wale wa kienyeji, namna ya kutofautisha mayai, kujua hili yai la kuku jike na hili yai la kuku dume. Watu wengi hilo jambo hawana experience nalo, lakini kwa sababu ya mafundisho tunafahamu sasa kwamba yai la kuku dume ni lipi na yai la kuku jike ni lipi. Lakini kama haitoshi, alhamdulillah, tulikwenda mashamba huko katika kwenda kujifunza namna ya kilimo, namna upigaji hatua za matuta, namna ya upandaji mbegu na mbegu bora. Hayo nao alhamdulillah tumefaidika nayo. Lakini kama haitoshi, vile vile kulikuwa na ujasiriamali wa namna ya ulimaji, upandaji. Kwa kweli raha. Ndio maana leo tupo hapa na furaha yetu kwa ajili ya kuweza kukamilisha masomo yetu ndani ya miezi hii 6. Kwa haya tunamtokea kheri sana Sheikh wa mkoa pamoja na timu yake. Inshallah karim, na taasisi ambayo imekuja kutusimamia jambo hili, Mwenyezi Mungu awalipe, na sisi pia tumelipokea vizuri, na tukijaliwa tutakwenda kuyafanyia kazi yale ambayo tumeweza kuelekezwa ndani ya miezi 6. Nasaha kwa wenzangu kwamba nawatakia wa Tanzania kwa ujumla sote tuendelee katika masala ya kusoma, kwani kusoma hakuna mwisho. Ilmu ni bahari, ukijua hivi mwingine anajua hivi. Kwa hiyo hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, hawalingani wale wanaojua na wasiojua. Kwa hiyo kama sisi tunajua basi inapendeza. Mimi niseme kwa niaba ya BAKWATA wilaya ya Kibaha ni Sheikh Said Muhammad Mtonda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jina langu naitwa Rukia Ramadhani, natokea kwa Mfipa, maeneo ya Galagaza, katika madrasati Umar bin Khattabi. Kutokana na shughuli ya leo, mimi nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza wahitimu waliohitimu wametoka na faida kubwa sana 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 sana. Nadhani hata darasa litakapoendelea itabidi na mimi nijitahidi nifike kwenye darasa, kwa sababu nimeona mambo mengi, nimejifunza vitu vingi kutokana na tamasha hili la leo. Na nawahusia mama wenzangu wote waliokuwa nje na waliohudhuria hii shughuli, nawaomba sana, yanapotokea madrasa kama haya ni muhimu sana wamama kutoka na kuhudhuria madrasa. Utakapokaa nje ya madrasa hutaweza kujifunza chochote, lakini utakapoingia darasani utapata faida kubwa, utajifunza vitu vingi, utajuana na watu. Kwa hiyo hutopata elimu bila kutoka na kwenda kwenye matamasha, kuingia madrasani. Kwa hayo mimi sina mengi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya niliyopata, nitayafanyia kazi na nitajifunza kutokana na haya. Mashallah, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimesimama hapa mbele yenu, naitwa Fatuma Ayubu, natokea Kibaha kwa Mfipa, natokea huko ndani kidogo Galagaza. Tunashukuru tumepata mwaliko wa kuja kwenye mahafali ya wajasiriamali. Tumeenjoy kwa kweli, tumepata madarasa tofauti, wajasiriamali wametuelezea mafunzo yao, na sisi japokuwa hatukufanikiwa kuweza kuhudhuria kwenye masomo yao, lakini tunashukuru Mungu chochote kitu tumepata. Mashehe wetu walikuwa hapa mbalimbali na wametupa nasaha za kutosha. Tunashukuru Mungu, alhamdulillah, shughuli imeenda vizuri, chakula tumekula vizuri, yani kiufupi tunashukuru Mungu, mahafali imeenda vizuri, alhamdulillah rabbil alamin. Tuwashukuru wote walikuwa wameandaa hafla hii, na Allah awazidishie kheri na baraka na awape moyo wa kuendelea kutoa kama walipotoa, kujitoa katika jambo hili.
la kujitolea ujasiriamali. Asanteni. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Khalid Yasini Kawiringa. Ninao furaha kubwa kuwashukuru Urajika TV, kwani tumekuwa nao sambamba tangu mwanzo wa semina yetu mpaka tunamaliza, hatimaye leo tunahitimu. Hatuna cha kuwalipa, bali Allah yeye ndo mwingi wa kutoa malipo dhidi ya wale wanaotendeana ihsani. Kikubwa mno kozi tumeipokea, na shukrani iliyokuwa njema ni kwenda kuifanyia kazi. Asanteni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni leo siku ya mahafali, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama. Kwa hiyo tunawakaribisha wote ambaye hamkuhudhuria haya masomo, kuna fursa zinaendelea. Tunapongeza sana BAKWATA kwa kutupa wepesi wa kupata masomo yaliyo sahihi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumesoma na tutapeleka ujumbe sahihi kwenye jamii. Na sina budi kuhamasisha kuhusu akina mama. Wakina mama wote ninawaomba tuwe na wito. Tunaposikia kuna fursa ya kusoma, basi tuje kwa wingi, kwa sababu elimu haina mwisho, elimu ni muda wote, elimu haina utu uzima. Kwa hiyo napenda sana kuwashukuru walimu wangu wote, mashehe wangu wote, na pia napenda sana kuwashukuru viongozi wote waliotuhamasisha tukasimama katika darasa. Pia shukrani hizi sitokoma kuzipeleka pia kwa shehe wetu mkuu. Naomba Mwenyezi Mungu aendelee kumpa umri mrefu, aendelee kumpa baraka na neema, awe ni baba mwema katika familia. Baba akiwa mwema, basi na watoto tunakuwa wema. Kwenye familia baba akiwa msimamizi mzuri, basi na watoto tunakuwa wema. Kwa hiyo tunashukuru mkoa wa Pwani tumepata baba mzuri, shehe mzuri anayetujali sisi watoto wake na umma kwa jumla. Kwa hiyo sina mengi sana, nina furaha sana na nimeshukuru nimepata cheti changu cha ualimu. Kwa hiyo nitaenda kwenye jamii, nitafundisha vilivyo sahihi kwa kina mama, kwa watoto. Wote ninawatakia kila laheri mliokuwepo hapa. Nashukuru vyombo vya habari vyote vilivyokuwepo, nashukuru mashehe wote, nashukuru wageni walikwa na ndugu wote waliokuja wa karibu. Karibuni sana katika masomo yetu yatakayoendelea katika msikiti wa Maili Moja. Wote tunawakaribisheni wote, maana fursa bado inaendelea, na tuwe karibu kufuatilia redio yetu hii ili tuweze kujifunza vitu mbalimbali na kuvijua vinavyokuja. Kwa hiyo ninachokiomba cha msingi zaidi na cha muhimu zaidi, wakina mama tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumche Allah kwa wingi. Tunapomcha Allah ndio msingi wa maisha katika familia zetu, na tuweze kusoma, tuweze kuelekeza maadili yaliyo mema katika kizazi chetu kilichopo na kijacho inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina naitwa Salma Sefu Ndete, mke wa Sheikh wa wilaya ya Kibaha. Natoa shukrani kubwa kwa Sheikh Hamis Habasi Mtupa kwa lile ambalo ameweza kulifanya, akatuwezesha kuwa wanafunzi tukashiriki mafunzo kwa salama na amani. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, amzidishie kila la kheri na muondoshie kila la shari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Sheikh wa mkoa, Sheikh wa wilaya, uongozi mzima wa BAKWATA kwa yale ambayo mafunzo tulikuwa tumeyapata, ukiwemo ufugaji wa kuku, shamba darasa na mengineyo mengi ambayo tumejifunza. Tutakwenda kutoa taarifa kwa wenzetu ambao hawakubahatika kuingia kwenye yale mafunzo. Pale patakapokuwa tayari mafunzo mengine yanaanza, basi na wao washiriki waweze kupata elimu dunia na elimu akhira. Wasiwe wanakaa nyuma, kwani wakikaa nyuma hawatakuwa na wanalolijua. Washiriki waweze kuwa na wao waumini Waislamu ambao wamekamilika. Tunawashukuru pia walimu zetu akiwemo Bwana Maulidi, Bwana Yasiri na wengineo wote waliokuwa wamefanya yale, wakufunzi ambao wameweza kutufundisha yale mafunzo na tukaweza kufikia pale tulipofikia. Tunawaahidi tutaendelea kuwafanyia kazi mafunzo yale, tutafikishia jamii elimu ambayo tulioipata, na tutaweza kuwatenda mema hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.